Sisi tutazungumza hii mambo ndani ya mahakama na nje ya mahakama, tutazungumza. Na tuko tayari kwa hatua zozote zile ambazo mahakama itaona inafaa kuzichukua dhidi yetu, ichukue hizo hatua. Sisi tunasimama na wananchi. Wananchi wana haki ya kujua hayo mashtaka, hizo kesi zinaendeshwaje. Lakini ibara 107B kubwa ya katiba ya Tanzania imeitaka mahakama inapoendesha shughuli zake za utoaji haki isizingatie mitandao ya kijamii, izingatie katiba na sheria. Jaji au hakimu anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mitandao ya kijamii wakati kesi zinaendelea mahakamani? Ndiyo maana ukisoma vizuri sheria hizi zilizonukuliwa hapa, zinatoa nafasi kwa mtu yoyote, kama anaona anaathirika na vitendo vya wakili yoyote, apeleke malalamiko hayo kwenye mamlaka ambazo zimeanzishwa kisheria ili haki yake iweze kupatikana. Hakuna namna unaweza ukamshawishi jaji kupitia chombo cha habari ili aweze kumfunga au kumwachia mtu. Hakuna namna hiyo. Hata huyo jaji amekatazwa kufanya hivyo. Kwa hiyo unaposema kwamba unaingilia uhuru wa mahakama kwa kuongea na chombo cha habari kesi iliyoko mahakamani, mimi nadhani ni tafsiri potofu. Ikumbukwe tu kwamba na izingatiwe kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasema kesi zote za jinai zinapaswa kuendeshwa kwenye mahakama ya wazi. Na mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba kesi hizi kubwa kubwa, kwa nini zisiwe zinaendeshwa pale kwenye uwanja wa Uhuru? Alafu watu wakaingia bure kuja kusikiliza, waone huyo muhaini ni nani, alifanyaje huo uhaini. Ndio maslahi ya umma yanalindwa kwa namna hiyo. Maslahi ya umma hayalindwi kwa kuzuia watu kuto kuongea na waandishi wa habari. Na msajili wa mahakama kuu kama yeye anaamini, kama anaamini msajili wa mahakama kuu kwamba anaathirika kwa mimi kuongea na waandishi wa habari pale mahakamani, anipeleke kamati ya maadili ya mawakili, akanishtaki huko.